juu ya mlima. Alafu ikiwa juu ya mlima ni mahali ambapo kuna njia imetokea pande hii na ingine imetokea pande hii, zote nne zinakutana pale. Ni kwa sababu gani ikawa ni katika njia nne? Ni kwa sababu kila mtu pita njia alikuwa anafaa akuone umeaibishwa. So katikati ya njia majira itibotugaya. Yes, katikati ya njia mahali ambapo zimekutana ilikuwa ndio sababu ya kila mtu aone na aelewe, afahamu vizuri ya kwamba huyu mtu ameaibishwa. It was a sign of sin, a sign of curse. Hallelujah. Na ikiwa hivyo, watu wengi walisulubishwa. Si Yesu peke yake alisulubishwa, kuna watu wengi. Na wakati wenye Yesu alikuwa akisulubishwa, walikuwa watu wangapi? Watatu, sawa? Mmoja mwizi pande hii na mwizi pande ile, na yeye akawekwa katikati. Na kabla ya hawa, mbeleni kuna wengi ambao walikuwa wamesulubishwa. Lakini siku ile Yesu akasulubishwa pamoja na wezi wawili. Alafu kuna mwizi mwingine ambaye aliachiliwa wakati mfalme alikuwa akitaka kuachilia Yesu. Akasema nataka kuachilia mtu mmoja. Biblia inasema ya kwamba watu wakalia na wakashautu wakasema Baraba ambaye alikuwa mwizi sugu aachiliwe, lakini Yesu asulubishwe. Lakini yule Pilato alikuwa anataka kusulubisha huyu mwizi aachilie Yesu. Watu wakasema hapana. Haleluya. Kwa hiyo msalaba mbeleni haikuwa na heshima yoyote. Are we together? Beturani tanalo hivi. Haikuwa na heshima yoyote. Lakini siku ile Yesu alisulubishwa, akauawa, ikawa msalaba ilipata heshima yake. Sio msalaba ule pase mti ule, lakini hiyo mahali pale penye alikufia pakawa ni mahali pa heshima, na msalaba ikampa heshima yake. Kwa sababu gani? Walipokuwa wakimweka kwa msalaba, walimweka ikiwa ishara ya aibu. Na ile alipokufa, Biblia inasema ya kwamba dunia yote kukawa na giza, alafu watu wakatambua ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo msalaba ikapata heshima yake mahali pale. Amen. Na kufa si kitu kizuri. Kwa kawaida mtu anapokufa, na tunapojua mambo ya kufa, tunajua ya kwamba mtu hapendi kufa. Ama kuna mtu mmoja anataka kufa katikati yetu? Sisi wote hatutaki kufa, tunataka kuishi. Kwa hiyo nikasema nafundisha leo kuhusu nguvu za msalaba. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 17. First Corinthians. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, First Corinthians Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 17. Nitasoma kwa Biblia ya Kiswahili tu, sasa nisipoteze wakati mwingi. Chapter 1, that is chapter 1 verse 17. Nitasoma. Maana huyu ni Paul alikuwa akiongea maneno haya. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno
msalaba wa Kristo usije ukabatilika, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Kwa kweli andiko litaharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mlete hoja za mali hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Okay, hii maandiko Paul anaongea kuhusu msalaba. Msalaba anasema ya kwamba si kuwaletea maneno ya hekima ya wanadamu ambayo wanadamu wanaongea. Najua kuna hekima nyingi za wanadamu ambazo zinatumika, wengine wanatumia injili kwa hekima za wanadamu. Yes, na hekima zile za wanadamu zina mitaratara yake, zina taratibu zake, na Paul akasema si kutumia hekima ya wanadamu, maana Kristo hakunituma ili nibatize tu, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno ya wanadamu. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Akasema ni kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, na kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Amen. Kwa hiyo msalaba ni nguvu za Mungu. Habari ya msalaba, okay, sio msalaba pase mti, lakini neno la msalaba. Unajua, tunaposema kuhusu neno la msalaba tunasema kuhusu the act of the cross, kitendo ambacho kilifanyika pale msalabani. Na kitendo kile ni kwamba Yesu akiwa hana dhambi alihesabiwa kuwa mwenye dhambi, akafa, akachukua dhambi zetu, akafa pale ili nasi tuweze kuokolewa. Na kanisa la Bwana, wacha niwaambie jambo moja, ya kwamba msalaba wa Kristo una hekima yake, una maana yake, na una uweza wake. Na Paul anasema hapa ya kwamba kwa wao wanaopotea, walio katika njia ya upotovu, wanaiona msalaba ni upuzi, kwao ni ujinga. Amina. Kwao haina maana yoyote. Kwa wale ambao wako katika njia ya upotevu, kama ukiona mtu anachukia msalaba, mwingine unajua tunaishi katika dunia ambayo imejaa uchafu mwingi na mchafuko mwingi, na wanaoabudu shetani siku hizi hawaogopi, wanaongea hadharani. Wanaokolea yule kanisa wa Freemason ndio rahikio matrata yote wenda bili na tumeania toku kiba tukuyate Freemason ndio toku. Okay, kwa wao wale wako nje ya Kristo, nje ya habari njema ya msalaba, wao wanaona ni upuzi. Na dada yangu, acha nikwambie, kuna watu ambao wanakuona wewe ni mjinga kwa sababu umeokoka. Si kwa sababu ingine, ni kwa sababu msalaba kwao ni upuzi. Lakini kwetu sisi tulio katika Kristo Yesu ni nguvu za Mungu ambazo zinaleta ukombozi. Haleluya. Kwa hiyo msalaba kwetu, nikaona mtu mwingine kwa huo mtandao, na okay, kitendo walikuwa wakifanya wakanyito kwene kwa makihani yoko au magikito ya meka kwa leo mai kwa matinodo kitio matoni huko mgaga wanitanitia huko. Alafu mwingine mwenye shetani mwingine mbaya sana alikuwa anasema ati nikiwa hapo na Ukristo ni ulimo
Ndio kwa mambo Kristo mwangia toramaenda lagia. Yani mahali pale ambapo Yesu anawekwa, mahali ambapo wanamuona Yesu kuwa, alafu mambo ambayo wanasema ni ya maana kwao. My God. Unajua, acha nikwambie jambo moja. Kama wewe ni Mkristo mwenye unafuata njia za msalaba, hasara yenye unaenda, hiyo hasara ambayo unaenda kwa sababu ya msalaba, it is payable. Ni kitu ambacho kinalipa. Si tunasoma Biblia, tunasikia kwamba hata kuna wimbo wenye tunaimba ati kendo hata ile Moroi berito mere yotoye yogahe yomayo watolia na kendo wateire nodoa mononia okero kareho na kiki kurumoa na rumo okige loigenyo na miario yato na igenyo na kendo wateide nodoa mononia hiyo hasara yenye unaenda kwa sababu ya msalaba, hiyo hasara, hayo mambo ambayo unapoteza kwa sababu ya kuwa chini ya msalaba wa Kristo, haya mambo they are payable. Ni kitu italipwa. It is payable. Italipwa. Wale ambao tulikuja tukaingia ndani ya Kristo Yesu tukiwa wachanga bado, ujana wetu tumeutumia katika Kristo. Ujana wetu, wengine vijana wa kila raha, sisi tulikaa ndani ya Kristo. It is payable. Ni kitu italipwa. Amen. Na zingine hatutalipwa tukienda mbinguni, tutalipwa hapa. Amen. Kuna wale watu ambao tulikuja tukaingia ndani ya Kristo pamoja na wao, wakakaa kiasi, alafu wakamwacha Yesu. Sasa hivi wako kaburini, wamekufa, lakini sisi tuko hai. Espero tunalipwa. Amen. Ndiyo tumeradhiri. Kuna yale mambo ambayo ninahitaji ama ninangojea kulipwa mbinguni, lakini ya hapa tayari nimeshalipwa. Amen. Kuna yale mambo ambayo tunapokea hapa. Kuna yale mambo ambayo tunalipiwa hapa. Tushalipwa, tushaipokea. Hatuna hasara. Haleluya. My brother Mwikia, ukiambiwa usikunywe pombe, ukae katika Kristo ukunywe maziwa na chai na wakati mwingine kanyama, kuna kitu imeharibika kwako? Si ni faida kwako? So it is payable. Pengine vijana wenye mlikuwa mnakunywa na wao, wengine wamekufa, wengine hawawezi wakatoka hata kwenda kibarua, lakini wewe unaondoka kwako ukiwa fresh, unapiga kibarua yako. Na hata mtu akikwambia hauko kazi, hauwezi lala njaa, kwa sababu God our Father will provide to you. Atakulipa, atakubeba. Amen. Hatuna hasara. Kwa hivyo 1 Corinthians chapter 1 verse 18 inasema kwa wale ambao wako nje ya Kristo, wale ambao wako nje ya msalaba, kwao njia ya msalaba ni upuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu za Mungu. Amina. Amen. Haleluya.
katika Kristo ni faida katika maisha yako. Amen. Wakati mwingine tunaendaga hasara kwa sababu ya mambo ya wokovu. Ili hata tukienda hasara, ile hasara inalipwa pande nyingine kwa sababu ya uvumilivu ambao tuko katika Kristo na tunakuwa naye. Ule upuzi ambao wanauona ni upuzi, kwetu inakuwa ni nguvu za Mungu na tunaendelea katika safari bila kukwazika. Amen. Leo nitasoma maneno kadhaa ninapoongea kuhusu nguvu za msalaba wa Kristo. The book of Colossians chapter 2, Wakolosai 2. Kolosai 2:13. 2:13. Wakolosai. Kama umefika pale sema amina. Colossians chapter 2. Huwa sifanyangi haraka kuelezea watu maandiko mahali penye wako, lakini najua kuna wale ambao wanafunguaga Biblia polepole na tunasubiriana, tunangojeana, inakuwa sawa. Namba ya pale chini 13-14. Colossians chapter 2 verse 13. Nasema hivi: na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu yote. Verse 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutuzitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogoo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Nisome 14 and 15 kwa Kikuyu tafadhali. 14 na 15. Soma 15 and 16. 15 na 16. Na macio ona mahinya akimwonania mbere ya mũingĩ, akĩrũhagia nĩ ũrĩa amatwaririe mũtharaba-inĩ. Ikĩrĩ ũguo-rĩ, tikanareke mũndũ ona ũrĩkũ amũcirithie ũhoro-inĩ wa irio iria mũrĩaga. Sasa ndio nginya alikia akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akizisangilia katika msalaba, nailed on the cross. Utukufu wake wote Yesu. Atani kiawe kata 14 hiyo 15. Arikia gwĩthengeria monene macio mothe ma kũrĩa igũrũ na mahinya, akĩmonania mbere ya mũingĩ, akĩrũhagia nĩ ũrĩa amatwaririe mũtharaba-inĩ. Kwa hiyo Yesu alipouacha utukufu wake, akashuka hapa na akazitoa, akavua mamlaka yake, alafu ukuu wake kama Yesu akaweka pale kwenye msalaba. Kizungu inasema he nailed them on the cross.
yake yote akaitoa akiweka pale msalabani, ili akuwe wa kuaibishwa, ili sasa nasi tuinuliwe. Heshima ile ambayo alikuwa naye akishasulubishwa, na sisi tuipokee na tuipate heshima ile ambayo ameichukua kwa sababu yetu pale msalabani. Dhambi zetu akabadilisha sasa mwili wake kama sawa na sisi, akakuja hapa duniani akafa kifo cha mwanadamu, na baada ya kufa akashinda msalabani, na msalaba hauwekwi kitu. Sawa? Nikolajijua kama unasikia mkono juu. Kuna wakati mwingine mtu anaongea unaona kama watu hawasikii. Nasema hivi, yeye alipowekwa msalabani, aliposulubishwa msalabani, akashinda. Unajua njia ya kushinda msalabani ni pale alipokufa. Alipokufa sasa akawekwa kwenye kaburi kama wanadamu wengine, na baada ya kuwekwa kaburini akafufuka. Alipofufuka kutoka kwa wafu, ili ishara ya kusema msalaba sasa hauna kitu. Are we together? Mudharafando ni na kindu ndaici, na hafai kuwa juu ya msalaba. Hakai juu ya msalaba, hapana. Alitoka pale na ona mudharafa uria wikire unia tugatiri wa gucuria haha ngingo sitaona mendi ni mathaga matugatiri ndumati uko wina kindu tondu ni mudharafa empty. Even if we carry the cross, no tukuire mudharafa empty tondu we ndio ibire mudharafa ini. Alitoka pale, hayuko pale. Amen. Hallelujah. Wanatwani mathiko heka yona yekirito mudharafa ini hari ithari kuini hari agagekirwo hau. Ona uko koragwo wi muhanduri. In fact, hakuna mtu mwenye anajua figa ya Yesu, sura yake haijulikani. Huyu mwenye wanaweka pale sio Yesu, ni mtu mwenye amecheza hii sinema ya Yesu. Mbona thenema ya Yesu? Usio ni mundu wathakire thenema, gutire Yesu hana uguo. Kwa hivyo sasa wanapoweka pale ka structure kale, huyo sio Yesu. Hiyo inakuwa sebo. Sebo ni kitu ya kufananisha. Kwa msalaba wa Yesu haufai kuwa na kitu sasa, kwa sababu yeye alitoka msalabani akafa, na baada ya kufa akafufuka. Kwa hiyo mwenye tunaongea juu yake sio yule ambaye ako juu ya msalaba, sio yule ambaye ametundikwa juu ya msalaba, ni yule ambaye alitoka kwa msalaba akaenda kwa wafu, na Biblia inasema kwamba akakaa siku 3 na siku ya 3 akafufuka na mamlaka ambaye tunahubiri juu yake. Ni yule aliye na mamlaka na uweza wa Mungu, na sasa amekaa kwenye mkono wa kuulia wa Mungu Baba. Haleluya. Hapo ndipo tunasema juu ya nguvu za msalaba. The power of the cross is the naked cross ambayo sasa iliwekwa pale ipeleke to the next level of glory. Hallelujah. Hatua ingine ya utukufu. Amen. Amen. Na huyu Yesu alipotoka juu ya msalaba, Biblia inasema kwamba alichukua mamlaka. Bana alipokufa, siku yenye alikufa akakaa kwenye kaburi siku 3 mwili wake. Yeye alipotoka kwa mwili, Biblia inaonyesha ya kwamba mwili wakauweka pale kwenye kaburi, lakini roho yake ikaenda hadi kuzimu,
watu wakifa walikuwa wakienda, akaenda kule akamnyang'anya Shetani kifunguo, power and authority, akaichukua kwa mikono ya Shetani, alafu akafufuka. Na maandiko yanasema alipofufuka, wale ambao walikuwa wamekufa mbeleni walionekana wakitembea Yerusalemu ya kawaida, wakiwa wamevaa mili ya wale waliokuwa hai, sasa mili ingine, na wakatembea na macho ya wanadamu ambao walikuwa wanaishi, wakawaona wakitembea, na ni watu wenye kulizika, na mnaona wakitembea, ili kuonekane na ijulikane ya kwamba kuna nguvu za kufufua watu ambazo amezipokea alipokufa akatoka pale. Haleluya! Kwa yeye tunayemhubiri sio yule ambaye tunasema anakufa kila Christmas. Amen. Mungu tunatarajia leo kusikia wasi leo Christmas kana niki. Sio yule ambaye amekufa Easter, Easter ni kitu ya usiaro na gokua na Good Friday. Sio yule, yeye alifanya hiyo akamaliza hiyo. Sasa yeye amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu mwenye mamlaka, na yeye alipomnyang'anya Shetani kifunguo, alipokuwa akiongea na Peter, akamwambia nimewapa mamlaka. Haleluya! Ile mamlaka aliyochukua kwa Shetani, alimnyang'anya Shetani, akarudisha kwa wanadamu ambao wote watakaomwamini. Na hivi sasa tukishamwamini, nguvu zile ambazo alizipokea kwa mikono. Nani alimpa Shetani kifunguo? Mamlaka ya Shetani aliitoa wapi? Authority ambayo Shetani alikuwa naye kabla ya Yesu hakupewa na Mungu, alipewa na mwanadamu. Alipewa na mwanadamu kiasi gani? Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema ya kwamba akamwambia nimekupa dominion. Dominion means mamlaka ya kushika chochote ambacho kiko kwenye ardhi hii, kiko mikononi mwa wanadamu. Adam akapewa hizo zote. Shetani alipokuja akadanganya Eve, naye Eve wakadanganya Adam, wakadanganywa. Walipodanganywa wakakula tunda, wakaasi Mungu. Mungu akawachukua akawaondoa kwenye saba, alafu akakuwa mamlaka kwa sababu ya kusikia mawazo ya Shetani. Mamlaka ambayo ilikuwa na mwanadamu ikatoka kwa mwanadamu ikachukuliwa na Shetani. Kwa hivyo Shetani akapokea kwa mamlaka yale kutoka kwa mwanadamu, sio kwa Mungu. Sema amina. Sasa Yesu alikuja ili aweze kuchukua mamlaka tena kutoka kwa Shetani. Amen. Mwanadamu aliyekuwa amelaaniwa, laana ile Yesu akaichukua, akaiweka kwa mabega yake, akafa msalabani. Ambia mwenzako the power of the cross. Ndio kumwalelia. Akaichukua yote sasa. Mamlaka ile akaichukua, alafu akaipeana kwa mwanadamu, ili mwanadamu aweze kumwamuru Shetani. Na tunaposema Shetani ama tunapoambia pepo itoke, hatusemi woi ndaimono isio mali gai koko daido tu ikatele ndaimono. Unamwambia Mungu kufukuzie mapepo, gai koko daido akomeno tuelelie. Hapana, hiyo ni wewe unafaa kufanya. Haleluya. Ambia pepo, wewe pepo, na kuamuru kwa mamlaka ambayo nimepewa na Yesu, kwa jina la Yesu, toka. Na hiyo pepo inatoka na mtu anakuwa Mungu. Amen. Kwa sababu the power of the cross is in you. Nguvu za msalaba iko ndani yako. Amen. Kwa hivyo yeye akafanya nini? Akachukua mamlaka,
akaipeana kwa mwanadamu. Tasoma maandiko mengine kidogo. Nilikwambia nitasoma kidogo leo. Haya, haleluya. Yes. Hii sasa naye inaongea kuhusu that we are the citizen of heaven. Sisi ni wakaaji wa mbinguni. Tutili ya huko, tuliageni. Ambia mwenzako mimi ni mgeni hata ukiniona. Philippians chapter 3 verse 17. Philippians chapter 3 verse 17. Yes. Philippians chapter 3 verse 17. Nisome 17 hadi 21. Ayo vitu. Wega kanagia inani ingemfanya wega kudorea. Adorea mathiaga na mĩthiĩre ĩrĩa twamuonagĩrĩria, tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mathiaga na mĩthiĩre ya kuonania atĩ nĩ thũ cia mũtharaba wa Kristo, o arĩa ndanamwĩra ũhoro wao kaingĩ, ona rĩu kũmwĩra ũhoro wa kũingata kũmũhe ũhoro wao ngĩitaga maithori. Andũ acio rĩ, kũrigĩrĩria kwao nĩ gũtũma magatũma thũ cia mũtharaba rĩ, Ngai yao nĩyo nda, naguo ũndũ ũrĩa wa kũmaconora nĩguo megocaga nĩ ũndũ waguo. Ningĩ metaranagia maũndũ o ma gũkũ thĩ, nĩgũkorwo bũrũri ũrĩa tũrĩ naguo kĩũmbe nĩ kũrĩa igũrũ. Bũrũri ũrĩa tũrĩ aguo kĩũmbe nĩ kũrĩa igũrũ, na twetagĩrĩra mũhonokia ũrĩa ũkoima kuo, nĩwe Mwathani Jesũ Kristo, ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ witũ ũhinyaraga ũhananio na mwĩrĩ wake ũrĩa wĩna riri, nĩ ũndũ wa hinya ũrĩa arĩ naguo wa gũtũma o mũndũ wothe maũndũ mothe mandĩkage nĩwe. Okay, the power of the cross. Okay, thũ cia mũtharaba. Tunapoongea kuhusu adui wa msalaba, Biblia imesema namna gani? Ndugu zangu, mnifuate mimi. Paulo anawaambia Wafilipi sasa, mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Kuna watu ambao walikuwa wamejifanya kuwa adui ya msalaba. Unajua adui wa msalaba vile wanafanya, na ile kazi yenye adui wa msalaba wanafanya ni kuharibu kanisa. Gũthahĩrĩria kĩgongona, gũthahia wĩra ũrĩa tũrutaga, mambo ya kuharibu kanisa, kutenganisha watu. Adui wa msalaba wanafanya hizo kazi, na wĩmenyere ndũgakorwo wĩ thũ ya mũtharaba na wĩ gatagatĩ gaitũ. Amen. Kazi zenye wanafanya ni kuwatenganisha wapendwa, yani kufanya injili kuwa ngumu. Hawarahisishi injili, wanaikausha, wanaigeuza, wanawafanya watu kuchukia neno. Amen. Amjui kuna watu ambao wanafanya watu wachukie kanisa. Ate ndio wase wanatonutuira gari ndio mleta holoki. Pande ingine ni watu wa kanisa. Unajua adui wa msalaba sio watu wenye wako mbali na msalaba. Enoyo dogi
ndũngĩtuĩka thũ yakwa ta njũĩ. Nĩguo. Na adui ambaye anaweza kuwa adui yako kali sana, yule mtu ambaye mmekula pamoja na yeye, mkaishi na yeye, mkalala na yeye, mkakuwa na yeye, na akakuwa msaada wako wa maisha, alafu ageuke aanze kukuinukia. Huyo, that is the best enemy. Ndiye adui kali sana. Lakini yule mwenye hakujui, hajui unakaa wapi, hajui mambo yako, amekuona mara ya kwanza, anawezaje kuwa adui yako? Hawezi akawa adui yako. Adui ya mtu ni yule mtu ambaye amekaa na wewe. Kwa hiyo adui wa msalaba ni wale watu ambao wamekuwa katika Kristo alafu wakageuka. Wengine wanageuka na bado wako kanisani, au matendo yenye wanafanya ni ya kuwafanya watu wachukie wokovu, kuwafanya watu wachukie habari ya msalaba. Hao ndio adui wa msalaba. Alafu Paul anasema, hata sasa ninawaambia hivyo, ya kwamba hawa ni adui za msalaba nikiwa na machozi. Kwa hiyo roho yake ilikuwa na huzuni, analia ndani ya moyo wake anapoongea kuhusu hawa adui za msalaba. Alafu Biblia inaendelea kusema ya kwamba mwisho wao ni uharibifu, mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao ukatika fedheha yao, walioa mambo ya dunia, wanafuata mambo ya dunia, wanaishi katika dunia, alafu Mungu wao ni tumbo zao, walafi. Yaani mundu ukoragwo atiriri, thaa ciothe agoria atiriri, tuthie gwatanĩro gũgũnĩkana kĩ? Gũgũnĩkana kĩ? Alafu tukienda kanisa nitasaidika aje? They are all after their personal benefits. Nitafaidika nini? Kwani nitapata nini hapo? Faida zao ndizo sasa wameweka mbele. Mnataka kujitolea tufanye nini? Alafu nifaidike aje? Hawa watu ndio adui za msalaba. Alafu miungu yao inakuwa ni tumbo zao. Ni muranyita horosi. Ngai ciao ciatwikire nda, ngai yao yatwikire nda ciao. Haleluya. Wega ni mwe kuri andu ari muno na nginya matituguaga. Korwo muri wasema. Muri kiwekewa sahani anaondoa na unaangalia kama kuna ingine. Wewe unakula kungi utikoragwo ri ngai. Kuria kwako na sio sika usikalete dasi ile hiyo sieke. Baba mundu no kuria rale ndara nona. Lakini hawa wako kanisani hapa. Yaani huyo mtu hata tukisema tutakuwa na ushirika na hatutakula kitu, hawezi kuja. Na akiongea bwana anataka iwe sana. Ndio yako leo. Na ukajerelea ndo akanida wa nyumba ndio kutikana kwa watu hano. Ndio watu kuvaga kauru tukolia mdonyoshe tukale yake. Sio tukale yake. Mungu atusaidie. Yaani tunaongea kuhusu wale ni wale kitu walilia tipi. Asio guys yao sio ki. Dasi yao na sio gosi ya mudharafa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Biblia inasema na ya kwamba mstari wa 20 inasema ya kwamba kwa maana sisi wenyeji wetu
uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Amen. Unaona sasa hapa, yani sisi sio wenyeji wa hapa. Hata kama tunakaa hapa duniani, we are the citizen of heaven, ambapo tunangojea Mwokozi Yesu atoke kule. Tukisaa vitiisa vitu vyote, tukiota kutoa hilo siyotheri kwa kilo yanda, tukitua hilo siyotheri siko sirugu wa maguru maitu, situike dugata sito mwili wako umufanye mtumwa wako. Kuna mambo ambayo mwili unataka na unatamani sana, unamwambia hapana, leo ni kanisani. Mwili wako unakwambia leo, unasikia ukiwa mchovu sana, usamani yake kijirandiri tabu na kiomba kiungu kiwa kiomba kiumbe kidirikida mno yeti kiota uwe kanisa. Haleluya, haleluya. Turude kaadi mlangaka ukiwa mlambia huko huko no anakuja kwenda kwa wale yangu apio. Kama watu wote wangekuwa wamepona, tungekuwa tukiombea watu wapone. Tunaomba watu wapone na kunakuja watu wenye wamepona. Ukingojeka unakaa nyumbani. Si hapa ndipo tunaombea uponyaji. Na katika mkutano wa watu wa Mungu kuna uponyaji, si ndio? Alafu kama kuna uponyaji, basi kwa nini wagonjwa wanakataa kukuja, wanasema yeye kwa huko kidogo igua karitani na gani. Hiyo ndio ingia kwa igua kwa kaibani okanile tayari mmoja. Akoni gwithikio mundu etikagia mwili muthe na ndikiukirithia ngireta wathaici wakwa. Mwili wangu namtiisha gutuma mwili utuike ngombo yaku. Kiundu kuigua usindio nani. Lakini nikasema leo ninaenda na hata sitapeana kuhubiri, mimi ndio nitahubiri leo. Kwa sababu tunaamini na tunahubiri kile ambacho tunakiamini. Siku moja ndika na roho rudi ndaya na huko hidege. Siku moja nikawa kanisani, nilikuwa wakati ule Kingero, na askofu alikuwa ameniambia atakuja tukae na yeye aongee na washirika Saturday whole day, alafu Sunday akuwe kwenye ibada. Tukaja naye akaongea na watu Saturday, alafu sasa unajua ni lazima nikuwe pale ndio nimkaribishe, alafu nimpe washirika waongeleshe. Kaongelesha Saturday. Tulipokuwa tukitoka kanisani kuelekea nyumbani, nikasikia kiudu kia bora. Nikasikia ni kama ninataka kuanguka. Sasa nikamwambia askofu, nimeishiwa na nguvu yote, hata kusimama sasa mimi nasikia kutafuta mahali penye ndasa yale kuikaa kwa nini ile. Kabla nikae chini akaniangalia, unajua askofu wengine wanakuwa na hekima ya kawaida, sio ya kawaida. Akaniangalia akaniuliza, "Kwa nini unasikiaje?" Kamwambia kizunguzungu, na hata sasa ulimi ni kama ninashindwa kuinua ulimi niongee. Haya, ndio mundu sio akaja kutotawa. Wadati yake wala haraka. Yeye tawaka ukienda hinyati yawe. Kitatu haraka tu ile kijira tekira akawa ile kama wakali tamelia tu ile kitumelia gigwa akarudi hata godi. Akaniambia hiyo ni painkiller, ni ya kupunguza hiyo uzito ipungue. Kwa hivyo enda ununue dawa za malaria, hiyo ni malaria. Hata usiende hospitali, direct hiyo ni malaria, na ni ile mbaya sana ukikosa kunywa dawa hii inaweza angusha wewe. Hata siku niende nyumbani kwetu nikahala Kikuyu, kanunua dawa. Ile dawa niliyokunywa jamani usiku ule, daigwa wote kwa tali suma yao ndio mtu nikatoa jasho, nilibana kama nimejifungua mwili wote, blanketi kado, jasho inalitoka na kuna baridi.
nikalala usiku mbaya, kwa sababu zile dawa ambazo nilipewa, niliambiwa kwanza ukule kabla ya kukunywa dawa. Sasa nikijaribu kukula nikashindwa, na lazima nimeze dawa. Kwa hiyo geremoni kule hiyo no dawa no mwakandeli, si nikameza dawa. Unafikiri dawa ya daktari anakuambia ukule kwanza alafu ukunywe, na wewe ukunywe kabla hujakula, itakupeleka aje? Ilipeleka biu. Asubuhi niliamka nikatuliza, sasa mimi nitaenda hiyo kanisa. Alafu nikauliza, na askofu atakaribishwa kwa madhabahu na nani? Nikajipa nguvu, nikanawa mwili, nikaoga, nikaenda kanisani. Nilienda na saa hiyo hata kusimama, siku hiyo nilikuwa intercessor mzuri sana. Intercessor, unajua ministry ya intercessor nyinyi hamuipendi. Siku hiyo nilikuwa intercessor. Kwa hivyo askofu, watu wakisimama kuimba nyimbo na mimi nainamisha uso naambia Mungu haleluya. Sasa hiyo ni miguu haiwezi simama, lakini badala ya kujifanya nisiwezi simama, ninainamisha uso, ninaomba, namwambia Mungu shuka sasa. Watu wanamaliza kusifu. Wakimaliza kusifu, sasa mahali penye palikuwa pabaya, unajua ni lazima sasa nisimame ndio nimkaribishe. Nikasimama. Lakini hata kusimama nilitumia hekima. Nilikuwa nikisimama hivyo ninasikia ni kama ninaanguka na huku mbele. Mtu wale munende daiba wewe munende toa kushia kambe. Kusimama juu, nikasimama na direct nikaomba. Sitaki kupoteza wakati, ndio ndio tunatimaki daktari Mungu ukia maaskofu. Sitaki kupoteza wakati wa askofu. Nikaomba maombi ya dakika moja, alafu nikamwambia kaa, karibu usimame. Akasimama akaongea na watu. Hiyo siku niliona kweli ninapenda msalaba wa Kristo. Amen. Uliza mwenzako, umebeba msalaba? Hebu umuulize tu, msalaba. Msalaba ni mzito. Wacha vile mnasema umebeba. Naona wengi wamesema ati wamebeba. Ni mzito. Ni mahali ambapo unasema liwe liwalo, haya majukumu ambayo yako mbele zangu lazima nitekeleze, hata kama mwili umekataa na unanilemea, lazima nitekeleze. Hiyo siku nilienda kanisa, lakini nilienda kwa imani na nikarudi kwa imani na nikafika kwangu nyumbani kwa imani. Everything is by faith. Hallelujah. Msalaba ni mzito. Na mkumbuke mstari ule wa 20 hapo kwenye tulikuwa tukisoma, inasema wenyeji wetu ni katika mbinguni. We are the citizens of heaven. Sisi sio wa hapa, na hiyo ndio sababu yenye msalaba, hata kama ni mzito, lazima tubebe tufikishe kwenye Yesu Kristo anatutakia tuwe. Utasema amen? Nauliza, utasema amen? Haleluya. Yesu alipokuwa akiongea akasema kwa wanafunzi wake, atakaye tamani kunifuata mimi ajitwike msalaba wake kisha anifuate. Watu watakudhihaki, watakuinukia, si kwa sababu umewatusi ama umewafanya nini, lakini ni kwa sababu kunao msalaba wa Kristo juu yako. Ukiona mnakaa na wenye dhambi, wenye hawamtaki Kristo, hawamwamini Kristo, lakini kwa siku zote mnakaa na amani na wao, jiulize kama uko kwa njia. Sio kila wakati wataweka amani kwako, lazima wataongea maovu yako. Hauna mtu akayega makali atatosia kwa nini? Ndiye maana kiasi ya kukara kwa tonduli wako. Uchungu na kuchoma kwa sababu bado haujafikisha msalaba wako mahali ambapo mtu anakufa, kwa sababu unapobeba msalaba unaubeba unafika Golgotha. Mahali pale Golgotha watu wanakusulubisha, wanakutazama ukiwa juu kwa sababu umekufa
wanakudhihaki juu ya msalaba, wanakucheka juu ya msalaba, ukitoka pale unaingia kufa na Yesu. Unapofufuka pamoja naye, basi watu wataongea mambo yako, haitakuudhi. Watu watasema maovu yako, haitakuuma, kwa sababu umekufa pamoja na Kristo Yesu. Haleluya. Kama bado uko hai, kuna kasafari kako mbele yako. Ambia mwenzako kuna kasafari. Haleluya. Na kama kasafari, kama unataka kukaenda, hautafaulu. Lakini Yesu akikushika mkono, ukatalie kwake, kamata yeye, tembea naye, basi safari itakuwa rahisi sana. Tulisoma asubuhi kwenye kitabu cha Yeremia chapter 1, ambapo Mungu alimgusa mdomo akamwambia aje, mimi nitakuwa pamoja na. Hata kitabu cha Mathayo 28 hali ambapo tunasomaga sana wakati wa ubatizo. Mwana ya kumyo. Nikitaka kushukuru hii pale ndio chombo mme. Nani mito mudu. Nani alikula akaru. Alikula akaru. Mungu haraka. Msamehe tu na uachane na yeye. Hata kutukana tena, achana na yeye tu. Mwachilie. Ndio wanite to masati maana talimali beti ndite. Amatia ndio kilio sinani alibeba. Ukionekana akionoka. Abia mwenzako kufa wewe, kufa. Hiyo nyama inasikianga uchungu ndani yako, ife. Na ikifa, hapo ndipo utajua msalaba ni nini. Haleluya. Ndio kana kutira ugani kaki aliyorosi sana hivi. Ndio ndio matata ile kuelekea ndani ya dekori hali. Lakini kumbuke sisi sio wa hapa. Hiyo ndio sababu yenye tunapatana na magumu na tunasubiri, tunamwamini Yesu, pia tunashikilia imani yetu. Haleluya. Amen. Galatians chapter 6 verse 11. Chapter 6 verse 11. Galatia. Nilitangulia kukuambia leo nitasoma maandiko kwenye kitabu cha Wagalatia. Hii nitamalizia na hii Galatians chapter 6 and verse 11. Tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili ndio wanaowashurutisha kutahiriwa, makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hilo tu. Verse 13. Kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika miili yenu. Lakini mimi hasa nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu kutahiriwa si kitu
wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya. Soma tu kwa Kikuyu. ndamwandĩkĩra nacio na guoko kwĩyonithia ta arĩ o magĩrĩire maũndũ-inĩ ma mwĩrĩ, nĩo mũhatagĩrĩria atĩ mũruithio mekaga ũũ no getha mũtikae kũnyarirwo nĩ ũndũ wa mũtharaba wa Kristo. Nĩ ũndũ rĩ, nao andũ acio metĩkagĩra ũhoro wa kũrua matirũmagĩrĩra watho o wothe, no nĩmendaga mũruithio inyuĩ nĩgetha megocage nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ yanyu. No rĩrĩ, ndĩrona kwĩgoca na ũndũ o wothe tiga ndĩroaga kwĩgoca na ũndũ o wothe tiga o ndĩgoce nĩ ũndũ wa mũtharaba wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Amen. Paul anataka kukua ama kupata fahari, kusifiwa. Kama kuna kusifiwa, asisifiwe kwa mambo ya mwili, lakini asifiwe apate sifa tu kwa msalaba ya Kristo. Hapa ni mahali ambapo watu walikuwa wakiongea kuhusu tohara, kutahiriwa. Kwa Wayahudi lazima sasa ndio mtu akubalike kuwa Myahudi lazima angetahiriwa. Sasa Paul anasema kutahiriwa na kutotahiriwa si kitu. Amina. Haleluya. Lakini chenye ninataka kupata sifa juu yake ni juu ya msalaba peke yake. Nipate sifa kwa msalaba peke yake, si kwa mambo mengine ya dunia. Amen. Kwa hiyo kama kuna sifa ambazo tutapata, acha tupate sifa kwa sababu ya msalaba peke yake. Amen. Si kwa sababu ya mambo ya mwili, kwa sababu mambo ya mwili ni mengi ambayo watu wanataka wasifiwe kwa sababu yake. Wenye nguvu, wenye uwezo mkuu, wenye wamekuwa wakamilifu kwa mwili, hao wote. Lakini wenye angependa sifa, kama ungependa sifa, wacha ikuwe sifa ni kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Paul anasema hivyo kwa kitabu cha Wagalatia. Nimalizie sasa na hii kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2:12. Hii sasa labda nitahubiri siku nyingine, lakini wacha niisome na niitaje kidogo. Najua Bwana atatubariki. Labda sasa itakuwa ya siku nyingine tutasoma. 2 Corinthians chapter 12. 2 Wakorintho wa 2:12 mstari wa 7. Wakorintho wa 2:12 mstari wa 7. Yes, tutasoma hapo. Acha tulisome tu kwa Kiswahili. Chapter 12 verse 7. 2 Corinthians. Chapter 12 and verse 7. 12 verse 7 nasema aje? Yes, na makusudi nipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo nilipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Paul